Yes, mwana michezo popote ulipo ulimwenguni, karibu sana katika wingu la michezo kuchambua yale yaliyochomoza katika uga wa kimichezo hapa nyumbani na huko kwenye anga la kimataifa. Jana tulikujuza kuhusiana na pambano la watani wa jadi wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club dhidi ya Young African. Homa ya pambano hilo sasa imefikia 95%. Zimebaki 5 kuelekea mtanange huo siku ya kesho. Tambo za mashabiki zinazidi kushamiri, lakini pia wachezaji nao wanazidi kuzungumza haya na yale kuelekea mtanange huo ambao ni wa kukata na shoka. Lakini pia tunazo habari zinazohusiana na kuelekea ligi ya Vodacom Tanzania bara. Kunako anga la kimataifa pia kuna mastori kemu yameweza kuchomoza, na hapa ndio nyumbani. Hii ni Yetu Radio, kutangaza matangazo haya kutoka Temeke jijini Dar es Salaam Tanzania. Mimi naitwa Frank Chazi Gibebe, wenzangu ni Rahim Viane na Imani Kevin Mbaga. Leo ni tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2017. Imani Kevin Mbaga namuona hapo yuko vizuri kabisa, lakini pia mwenzangu Rahim Viane naye namuona yuko vizuri, kuonyesha kwamba tayari kwa ajili ya maangamizi ya kimichezo. Here's another one. Yeah. Touch. You are listening to Yetu Radio Yako. Tunakata Q Yako. Naam, msikilizaji, hii ni Yetu Radio. Nikukumbushe tu kwamba kipindi ambacho Uncle Chalaza Frank Chazi Gibebe nakuwa nakiendesha ni kipindi cha Yetu Mseto, kwa habari kemkem za kitaifa, kimataifa, biashara, uchumi, michezo na burudani na yale yaliyochomoza kwa siku nzima. Yetu Mseto ndio nyumbani kwake. Yetu Radio Yako. Tunakata Q Yako. Wewe mwenyewe unijui. Here's another one. Yeah. Touch. You are listening to Yetu Radio Yako. Tunakata Q Yako. Oliotia wana wa Uganda, habari Tanzania, mwiliwe amakuru watu wa Rwanda, mwiliwe Burundi kule, watu wa Sudani, habari yenu. Hii ni Afrika Mashariki na isho, na utakuwa na mimi kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 3:30 mpaka saa 6 usiku. Kwenye Afrika Mashariki show tutakuwa tunaangaza mambo yanayohusu utamaduni wa watu wa Afrika Mashariki, habari zinazohusiana na siasa, lakini uchumi na masuala mengine ya kijamii, lakini kubwa zaidi ni muziki wa Afrika Mashariki show. Lakini tukiendelea kuzungumza kuhusu masuala yetu mengi tu yanayohusu Afrika Mashariki. Karibu sana. Ni mimi Rahim Ezekiel Viani. Yetu Radio Yako. Tunakata Q Yako. Umeamua kunitoroka. Namna hiyo, msikilizaji ambaye hivi sasa umetuni Yetu Radio kupitia app ya Yetu Media ambayo umefanikiwa kuipakua kwenye Google Play Store, unaandika Yetu Media na moja kwa moja tunakuwa sambamba kabisa. Lakini pia wewe mwingine ambaye unatufuatilia kupitia www.yetu.co.tz pia tuko sambamba. Wewe pia unayetufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, tuko sambamba kabisa kupitia yale yaliyochomoza katika uga wa kimichezo. Tunaanzia hapa jijini Dar es Salaam, ambapo bodi ya ukurugenzi ya Azam FC imemteua mwanasheria na msomi Shani Christmas kuwa mwenyekiti mpya wa club, nafasi iliyoachwa wazi
na Nasoro Idrisa Mohamed Fadha. Awali Shani alikuwa makamu mwenyekiti wa klabu, na katika mabadiliko haya nafasi yake inachukuliwa na mchezaji wa zamani wa klabu hiyo Abra Kalim Abad Amin. Akitangaza mabadiliko mbele ya vyombo vya habari, afisa habari wa Azam FC Jafaridi Maganga amesema kuwa leo kwa mwenyekiti Nasoro Idrisa Mohamed Fadha sasa anakuwa mkurugenzi wa bodi ya utendaji. Lakini kuelekea pambano la watani wa jadi, pambano ambalo linasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wote, naamini usiku wa leo kila mmoja atakuwa akiomba kukuche mapema kuelekea mchezo huu wa kesho, ambao itakuwa ngumu sana mtoto kumuona anatumwa dukani, maana mambo yanaweza yakaharibika, ama ule msemo wa asiye na mwana aileke jiwe. Kesho ndio tutaweza kutazama kabisa kuelekea mtanange huo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa soka Afrika Mashariki na Kati, inawezekana Afrika nzima, lakini ulimwengu pia. Sasa tambo za watani wa jadi zinazidi kushika kasi, ambapo pia wachezaji nao wanaendelea kujinadi huku na kule kabla ya mchezo. Kiungo mpya wa Simba Haruna Hakizimana Fadhili Nionzima amesema kwamba kesho lazima waifunge timu yake ya zamani Young African kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam na kubeba ngao ya jamii. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi leo asubuhi kimefanya mazoezi ya mwisho kabla ya kuwavaa Yanga kesho katika mchezo wa ngao ya jamii kuashiria ufunguzi wa pazia la msimu mpya wa ligi ya Vodacom Tanzania bara. Baada ya kumalizika kwa mazoezi hayo, Nionzima amesema kwamba tayari amekwisha zoeana na wachezaji wenzake na wasubiri kazi kubwa kesho, mashabiki wote wa Simba wakiamini kwamba watafanya makubwa. Hao ni wachezaji wa Simba wakiwakilishwa na Haruna Nionzima. Kumbuka Haruna Nionzima ametoka upande wa pili, sasa yuko upande mwingine. Alikuwa mchezaji wa Young African, lakini hivi sasa ni mchezaji wa Simba Sports Club. Lakini dua nyingine zinatoka kwa Simon Msuva ambaye anasema kwamba anamuomba Mwenyezi Mungu leo, akiamini kesho timu yake anayoipenda sana ya Young African itaibuka na ushindi katika mchezo huu wa kesho. Kumbuka Haruna Nionzima hivi sasa anasakata kabumbu pale Morocco, na wewe mdau wetu unayetufuatilia sio mbaya ukitoa maoni yako kuelekea mchezo huo. Mashabiki, wadau wa soka, lakini pia wachezaji wa timu hizi wanazungumza. Baadaye pia tutakuja kusikia kile ambacho Emmanuel Okwi anakizungumza kuelekea mchezo huo. Kama nilivyokuambia, niko na wachambuzi Imani Kevin Mbaga na watangazaji pia na Rahim Viane, ambao tunajadiliana dakika hizi za mwishoni. Tunaweza tukasema ni masaa ya lala salama sasa kabla ya kuikaribisha kesho ambapo mchezo huu utachezwa. Rahim Viane, na wachezaji sasa wamekuwa na nafasi ya kuitwa wasemaji. Kila mtu anazungumza kuelekea mtanange huu. Tambo hizi za wachezaji zinatoa ishara gani kabla ya mchezo wa kesho? Ndio kusema kwamba wamekamia. Yeah, of course. The wait is over. Tumeshasubiri sana ile siku muhimu sana ambayo sasa ni kesho. Usiku wa leo utakuwa mkubwa sana. Utakuwa kukuchi kwa mashabiki wa timu zote mbili, lakini kwa wapenzi wa soka hapa Tanzania, Afrika Mashariki na duniani kote. Ukiangalia jinsi wachezaji tofauti wa pande zote mbili wanavyotoa maoni yao kuelekea mchezo wenyewe, unaona kwanza wameupa ile tempa, wako kwenye ile tempa ya mchezo wenyewe. Na umezungumza kuhusu Haruna Nionzima anaijua Tanzania na amekaa Tanzania, anawajua mashabiki wa Tanzania, anajua wanataka nini, anajua wanataka kusikia nini. Kuna wakati ambapo ni muhimu sana kusema kile ambacho mashabiki wanataka kusikia kuliko uhalisia wenyewe. Na ndicho ambacho wachezaji wengi watakifanya wakati huu, ni kuzungumza habari ya ushindi na kuhamasisha mashabiki na kuwahamasisha pia wachezaji wenzake. Tumsikia anasema yeye atakachokifanya ni kushinda tu, kwa sababu anawafahamu vizuri Yanga, amecheza Yanga. Lakini kumbuke vile kwamba kuoshwa sio, na yeye alikuwa kule, kwa hiyo anamfahamu pia. Kwa hiyo
hiyo inaweza ikawa ina advantage, lakini vile vile ni disadvantage kwake. Kitakacho determine kiwango chake uwanjani ni atmosphere ya game yenyewe itakavyokuwa kesho. Yeye mwenyewe hajui kitatokea nini uwanjani, lakini ile mentality tu kwamba mimi ninaenda kushinda, si ndio? Ninaenda kupambana kusaidia timu yangu ishinde. Hiyo mentality ni muhimu sana kwa mchezaji yoyote kuwa nayo. Na Haruna Niyonzima ni mchezaji mkubwa na amecheza mechi kubwa nyingi, ingawa alikuwa anashutumiwa sana hasa kwenye timu yeye anavyocheza kwenye timu mbili. Amekuwa akishutumiwa kwamba anacheza chini ya kiwango. Inawezekana anakuwa akiingia uwanjani anakuwa unajua, ukiwa unafikiri kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja unachanganyikiwa, umeona? Kwa hiyo unakuta performance yake inakuwa ndogo, lakini wakati huo kuna kukamiwa pia, kwamba inajulikana yule ni key player. Kwa hiyo ni lazima tufanye tunavyoweza kumkabili na kuzuia njia ambazo anaweza kuzitumia kutuletea madhara. Sasa kesho itakuwaje kuhusu yeye kuisaidia Simba? Liko wazi kwamba atakuwa na mchango, lakini ule mchango wenyewe utategemea atmosphere, hali ya mchezo wenyewe itakavyokuwa, na ni vigumu sana kutabiri. Baada ya dakika 10, baada ya mchezo dakika 15 unaweza ukajua ni kitu gani kitatokea, lakini kwa sasa hivi bado kwa timu zote mbili ni 50-50. Okay, wakati huo pia mshambuliaji wa kimataifa wa Simba raia wa Uganda Emmanuel Okwi amefunguka kuwa kuhakikisha mechi ya watani wa jadi Ngao Isan kesho anaifungia timu yake bao na kuhakikisha wanaibuka na ushindi. Okwi ameeleza hayo kupitia mahojiano maalum aliyofanya na kusema hawezi kusema ni magoli mangapi atawapachika. Haya natumia jina moja hapa la utani Kevin Mbaga wakati wa yetu mseto melitaje, na huku naweka litamka kabisa. Hii inaonyesha ni dhahiri Tarange una mambo kweli. Sasa gongo wazi sijajua ni nini. Gemu ya Yanga siku zote haiwagi rahisi kwa upande wote, kwa kuwa ni timu yenye wachezaji wazoefu wengi, japo na sisi tuna wachezaji wazoefu wengi kama wao. Tunategemea mchezo wa kesho utakuwa mzuri. Pia tuna matumaini tutashinda magoli ya kutosha. Emmanuel Okwi huyo ambapo ameweza kutabanaisha hivyo. Okwi ameanza tambo hizo ikiwa imebaki siku, naweza nikasema sasa ni masaa kuchezwa kwa mechi ya watani wa jadi siku ya kesho Jumatano, ambapo mchezo huo umekuwa ukisubiriwa na watu mbalimbali waweze kujua ni nani siku ataweza kumfunika mwenzake na kuweza kuibuka kidedea. Kevin Mbaga tumemsikia Rahim akiweza kuzungumza nafasi ya wachezaji. Nafikiri kazi yao kubwa ni kufanya shughuli nyingine uwanjani, na hizi ni tambo tu za watani wa jadi. Emmanuel Okwi, Haruna Niyonzima, naona wachezaji wa Simba wamekuwa wakizungumza sana. Sijasikia upande wa pili wachezaji wa Young African, sijui kuna kitu gani. Nimeona safari wamekuwa kimya zaidi, lakini Simba wanazungumza sana, hasa wachezaji wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Ya mimi naendelea kuwapongeza wachezaji wa Simba kwa kubadilisha fani na kumsaidia Aslay. Kwa nini? Kwa kutoa single kila siku. Kwa hiyo ni vizuri kitu ambacho wanakifanya. Naona wanaungana na mashabiki wao. Professionally nilitegemea kwamba professional players wawe wanaongea katika namna fulani hivi ambayo unategemea kusikia kutoka kwao. Niliona siku moja mahojiano ya kwanza ya Alvaro Morata wakati alipotua tu uwanja wa ndege wa Heathrow pale nchini Uingereza. Unakuja kucheza Uingereza, unaizungumziaje Chelsea? Chelsea ni timu kubwa na ina hadhi kubwa. Ninafurahi kucheza na nitakuwa hapa kupambana kwa ajili ya club. Unazungumziaje juu ya ligi na nini na nini na nini? Nikifika nafikiri tutaangalia mipango ya mwalimu na kile ambacho atakifanya. Nashukuru sana. Alafu haongei zaidi hapo. A professional player. Amemaliza. Gongo wazi, matopeni, sijui nini. Yani maneno ya mashabiki. Yani professionally unajidisqualify. Na tumekuwa na shida hiyo kwa wachezaji wetu wengi hapa. Hata unapowahoji, yani kuna wakati ambao unasahau wewe ni nani. Na labda niseme pia kwamba
nilikuwa nategemea pia nimeshawahi kuona mahojiano ya Robin van Persie baada ya kuondoka Arsenal, anakwenda kuchezea Manchester United, wanarudi tena kwenda kucheza na klabu yake ile ile. Unaizungumziaje Arsenal? Ni moja kati ya klabu kubwa, nimechezea hapo muda mrefu, wanajua kucheza mpira, wanajua kufanya hiki na kile, lakini sasa hivi niko kwenye maisha mengine, naamini kwamba tunakwenda kupambana ili kuweza kupata matokeo. Gongo wazi, mikia, sijui nini, yani ni vitu hivyo, hebu waachie huko kwingine huko, concentrate kabisa, concentrate kwenye kitu ambacho unakifanya. Lakini chief, naam, kuna wachezaji pia Ulaya wanazo tabia hizo. Kwa mfano yuko Jack Wilshere, huwa pia anapenda kutumia yale majina ambayo wao wanawaita Tottenham Hotspur. Alipewa adhabu na FA. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hicho kitu ni unprofessional. Hawa entertain hiyo hivyo vitu. Yes. Nataka hicho afu. Kwa hiyo unakuta kwa wenzetu ni kitu ambacho waache mashabiki wafanye wao, kwa sababu hiyo ni kwa nafasi ya mashabiki ni sawa. Yaani hiyo ni sawa tu kwa mashabiki, acha wafanye hivyo, ni jukumu lao hilo. Watataniana watafanya nini, lakini wewe mchezaji wakati mwingine pia ile kitu inawezekana usione athari yake. Na hata hapa ninapoongea inawezekana pia kuna mashabiki ambao wasielewe ninachokisema ni nini na wasijue athari yake ni nini. Haruna Niyonzima ile anaonyesha kwamba amepania au amekamia ile mechi. Sasa kwake yeye kwenye kukamia na kupania kwa kiwango hicho na yale maneno yote anayoyasema, kwa sababu haya maneno anapoyaongea hivi anakwenda kuingia nayo pia uwanjani kwamba alishasema hivi kabla ya mechi, kwa anatakiwa kuprove, anataka approve yale maneno. Sasa muda unapozidi kwenda haprove yale maneno, kikatokea kitu chochote kile ikaenda kinyume na matarajio, ana panic. Akisha panic atafanya vitu ambavyo, kwani alipokuwa Yanga kilichokuwa kinamfanya mashabiki wa Yanga wao wanamlaumu ni nini? Ni vitu vya namna hiyo, kwamba anataka kuwajibu mashabiki na kuwaonyesha kwamba yeye anaweza, anafanya nini. Kwa hiyo matokeo yake anacheza na Azam, anapigwa kadi nyekundu, anacheza na Simba, atapiga back pass zisizo na sababu, wakati mwingine anajikuta tu, wakati mwingine yani anapoteza ile confidence kwenye mechi ile, kwa sababu tayari anakuwa anaamini kwamba kile kilichosemwa kuna. Kwa hiyo wakati kama huu wachezaji wetu hawa ambao mimi binafsi naweza nikasema kwamba mechi kama hii ya kesho pia ni moja kati ya mechi ambazo zitapima uwezo wao, zitawafanya pia kama nilivyosema huko nyuma kwamba ni mechi inayofuatiliwa na watu wengi zaidi. Hebu waachane na yale ya majukwani, waingie pale, waende wakatuonyeshe kile kitu ambacho sisi tunatarajia kwamba watakionyesha. Na mechi hii wachezaji wasituharibie, wachezaji waende wakamalize uwezo wao wote pale. Tunataka kuona burudani. Yaani tunaposema Simba na Yanga ni kama kioo fulani cha mpira wa Tanzania. Tunataka tuone burudani, tuone kama ni pasi tuone zinapigwa, kama ni mahesabu ya goli tuone yanafanyika. Hivyo waachane na mambo mengine yote, wasiingie na uadui wa mashabiki uwanjani. Kule ndani waachane na hayo mambo kabisa. Yaani sakata lichezwe, wacheze mpira, kandanda lichezwe, wapige mpira. Fanya hivyo. Mimi naamini mtu kama Haruna Niyonzima mpaka alipopewa jina la Fabregas ilikuwa ni haiondoi ubora wa Haruna. Na awe shabiki wa Yanga, shabiki wa Simba, mtu yoyote yule anayejua, anayependa mpira hawezi kuukana na kuondoa uwezo wa Haruna Niyonzima. Anafahamika na anajulikana wazi kwamba ni mmoja kati ya wachezaji bora ambao wamewahi kucheza ligi kuu ya hapa nchini Tanzania. Paga tumezungumza sana lakini kwa faida ya wale ambao labda ndio wanaungana na sisi hivi sasa kupitia mitandao ya kijamii lakini pia kupitia redio yetu, redio yako yetu redio, wanataka kujua hasa tulijaribu kuangalia wakati wa nyuma nafasi ya ulinzi kwa timu zote mbili na tukachambua pia. Nataka tukiwa tumebakiza, nafikiri hatutakuwa na uchambuzi mwingine sasa. Ndio tunamaliza hivi, kesho tutakutana uwanjani. Safu ya ulinzi ya Simba kwa manufaa ya wale ambao hawakutufuatilia mwanzoni kabisa, na baadaye tutatazama kwa upande wa Young African, Daimu Viana atakuwa akipitia kwa undani na ukubwa zaidi. Kesho unafikiri itakuwaje na nani anaweza akawa nani kwenye upande wa safu ya ulinzi ya Simba kwenye mchezo wa kesho? Okay. Kitu ambacho nakitarajia kesho, kama nilivyosema kwamba haya ni matarajio yetu sisi. Na
kwa wale wanaofuatilia live score wanaweza kufahamu kwamba kuna wakati ambao kwenye live score unaweza ukawekewa kikosi afu kienda ukiangalia uwanjani unakuta kiko tofauti na namna ambavyo live score walikuwa, kwa sababu ni prediction. Kwa hiyo mimi na predict kwenye kikosi cha Simba kwamba upande wa kushoto sijapata taarifa nzuri sana. Kuna baadhi ya mitandao nimesikia Shabalala atakuwepo. Okay. Nimesikia manager. Okay. Yeah. Osmas Kapinga. Okay. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba upande wa kushoto ataanza Mohamed Hussein Shabalala. Upande wa kulia ninaamini kwamba Shomari Ali inawezekana ndo atakayeanza. Ali Shomari sijui ni Ali Shomari ndo atakayeanza. Katikati Method Mwanjali ninaamini kwamba ataanza. Mimi nimepotea kwenye kumchagua mtu mmoja atakayecheza nambari 4. Kati ya Salum Bonde, kuna Erasto Nyoni, kati ya Salum Bonde na Juko Moshi. Kati ya hawa wawili. Kwa hapo unapaacha. Hapo ninapaacha. Kati ya hawa wawili mmoja anaweza kacheza. Upande wa kulia pia nina wasiwasi kwamba kama Erasto Nyoni yuko fiti, inawezekana akaanza yeye kucheza upande huo kwa sababu ya kutafuta experience ya mechi yenyewe. Kama unavyofahamu kwamba inawezekana mwalimu akawa na wasiwasi na Ali Shomari kwamba mechi kama ya Simba na Yanga kula alikotokea, hii inaweza kuwa mechi kubwa sana kwake, tofauti na mtu kama Erasto Nyoni ambaye kwa maana ya uzoefu wake hii haiwezi kuwa mechi inayomtisha sana na kumpa shida. Kwa hiyo upande huo, ingawa ningekuwa ni uchaguo langu, kama ingekuwa ni kupiga kura, mimi ningechagua Ali Shomari aanze mbele kabla ya Erasto Nyoni. Kwa nini? Ninaamini kwamba Erasto Nyoni ni mmoja kati ya wachezaji wazuri sana anapocheza, lakini kwa upande atakaocheza kesho, watu atakaocheza upande wa Yanga wanaweza wakamsumbua, kwa sababu upande huo ndo ambao inawezekana akacheza Emmanuel Martin, akacheza na Gadiel Michael. Hawa ni Gadiel Michael ni mlinzi wa kushoto ambaye huwa anapanda sana. Emmanuel Martin ameonekana kuwa na speed na nguvu pia. Sasa kutokana na ile mtu kama Erasto Nyoni umri wake kidogo nao umesogea ukilinganisha na hawa wawili. Mtu kama Gadiel Michael ni Erasto Nyoni ni kaka yake sana. Ni bado yeye ni mtoto sana kwa Erasto Nyoni. Kwa hiyo ule unyumbulifu unaweza ukaja ukamsumbua kidogo Erasto Nyoni, na hasa kwa sababu ya mfumo ambao Simba wanacheza. Maana Simba wanapocheza maana yake ni kwamba walinzi wa pembeni ndio wanaopanda kwa ajili ya mashambulizi. Sasa ikitokea mpira umepokonywa wakati wa mashambulizi yanapokwenda kufanyika upande wa Yanga, Emmanuel Martin ana mbio, Gadiel Michael ana mbio, Method Mwanjali ni mtu anatumia sana akili, sio mtu ambaye ana mbio za kutosha. Na wakati fulani ukimwacha tu basi imekuwa matatizo. Naam, kwa hiyo ikitokea Erasto Nyoni amesogea juu, na timu ya Simba huwa inasogea yote kwa sababu ya mfumo wao wa pasi fupi. Sasa ukipokonywa mpira unapopigwa kwenye nafasi yake, Emmanuel Martin na Donald Ngoma huwa wanapenda sana. Donald Ngoma anapenda kutoka katikati kutanukia upande wa kushoto. Kwa hiyo inaweza ikawa inawakuja kuwasumbua Simba hasa kwenye counter attacks ambazo Yanga ninaamini kwamba watapenda sana kuzitumia hizo kwa kuufahamu huu mfumo wa Simba ambao wamekuwa wakipiga pasi fupi kuelekea mbele kwenye swala la umiliki. Kwa hiyo eneo la ulinzi la Simba ninaamini hivyo ndivyo litakavyokuwa. Eneo la namba 2 na namba 4 lina wachezaji wawili ambao wana nafasi za kuanza. Upande wa kulia nimesema Erasto Nyoni anawezekana akaanza kwa sababu ya uzoefu, lakini Salum Bonde na Juko Moshi hawa sasa itategemea na mtazamo na maoni ya kocha kwa jinsi atakavyoanzisha katika ile eneo la kati. Na tutoke hapo. Mtazamo wa Imani Kevin Mbaga umekuwa huo, lakini Rahim Viane, namna ambavyo unakitazama kocha cha Young African, nyuma huko tulizungumza uchambuzi wetu wa mwisho kabisa kuelekea mchezo huo kwenye safu ya ulinzi ya Yanga. Sitaona mabadiliko makubwa sana. Unajua kwa nini unacheka? Sitaona mabadiliko makubwa sana kutokana na kile ambacho nimekiona kwenye mechi yao iliyopita, na bila shaka Mkameruni, golikipa Mkameruni yule anaanza badala ya bwana mdogo. Atacheza kwenye mchezo, anaweza kucheza, anaweza kupata nafasi akacheza, na Kabwili itabidi asubiri kidogo. Wakati huo
Ben Kakoranya tunajua anaumwa. Namba 2 atacheza Juma Abdul. Labda ni nini kidogo hapo, watu wetu wa mitambo ambao mnafanya marekebisho kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Naona kuna mdau anaulizia issue ya sauti, na naomba mitambo mweke vizuri wakati tunaendelea Rahim. Juma Abdul anacheza namba 2. Unajua kasi ya Juma Abdul ya kupanda na kushuka ni moja kati ya mabeki bora kabisa kwenye nafasi hiyo hapa Tanzania, na amekuwa ni muhimili wa au unaweza kusema ni mwamba katika miamba ya mabeki wa Yanga, na katika mabeki watatu, wawili wale wa katikati bila shaka atacheza Yondani pamoja na Andrew Vincent Dante. Sioni kama fitness ya Cannavaro inaweza ikafanya akacheza, na mechi iliyopita, mechi ya mwisho kabisa ya majaribio, Cannavaro hakucheza, pamoja na kwamba ni captain wa timu, lakini sioni kama atacheza. Namba 3 bila shaka naona kabisa atacheza huyu bwana mdogo Gadiel, na hiyo ni kwa sababu ya consistency ambayo amekuwa nayo kwenye mechi za hivi karibuni. Nafikiri na boost ile ambayo ameipata kwenye Kosafa imemfanya aonekane kwamba ni beki bora kabisa, na ule uwezo wa kupanda na kushuka ambao anao, ukiendana pamoja na kasi ya Juma Abduli kwenye upande wa kulia, watakuwa wakifanya yale wakipandisha, akaanza Juma Abdul badala ya Hassan Kesi. Kwa hiyo atakuwa anapandisha mashambulizi upande wa kushoto, wakati Juma Abduli naye akipandisha mashambulizi upande wa kulia. Kwa hiyo watakuwa wanawasaidia wale watakuwa wanasaidia kupiga cross, kwa sababu sioni ule mfumo mfumo ambao ulikuwa unatumika na Yanga msimu uliopita, ambapo upande wa Juma Abduli kulikuwa mbele yake kulikuwa kuna Simon Msuva ambaye walikuwa wanashirikiana sana kukimbia, kupigia katika na kupiga cross. Kwa hiyo kazi hiyo utaiona sasa kesho kwamba atakuwa kazi ya kupiga cross itakuwa ni ya Gadiel Michael pamoja na Juma Abduli. Hivyo ndivyo ambavyo naona ile shape ya backline ya Yanga itakapokuwa. Kabla tujaendelea upande mwingine kuangalia safu zote mbili za viungo kwa timu zote, lengo letu tunataka kukuacha usiku wa leo ujue kila kitu kuelekea mchezo huo, lakini ni nzuri sana ukifahamu uchambuzi. Tunajikita hapo leo. Nick Sailasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook anasema piga hao Yanga kesho, this is Simba bana, Simba mo. Haya bana, asante. Gaston anasema anaitwa Gaston nikiwa Washington DC leo na waona, ila hakuna sauti, ni ngumu kuelewa naongelea nini leo. Haya, okay, tumeshawaambia watu wetu wafanye marekebisho hapo. Nafikiri sasa hivi tatizo la sauti litakuwa halipo tena. James Ezron anasema this is Simba, I say tupendi utani kabisa, Yanga safari hii nyie ndo wa matopeni. Haya, hao ni wadau ambao wanatoa maoni yao hivi sasa. Imani Kevin Mbaga, kwa haraka sana kwa faida ya wadau wetu wote wanaotufuatilia, eneo la kiungo hivi sasa ni kutupia eneo la kiungo la Young African, wakati Raimu atakuja kutazama upande wa Simba Sports Club. Nafikiri hapa kunaweza kuwa na vita kuu hapa ya dunia. Hapa kunaweza kuwa kuna vita kuu ya dunia kimichezo sana. Na hasa Shishimbi sijui kama atapata nafasi. Man Kevin Mbaga, Shishimbi anaanza moja kwa moja kwenye kikosi. Shishimbi anaanza moja kwa moja kwenye kikosi na bila shaka anacheza kama kiungo mkabaji, na eneo la Yanga linavyoonyesha ni kwamba kuna viungo watatu ambao wataanza kwa wakati mmoja. Shishimbi, Thaban Kamusoko pamoja na Rafael Daudi. Hao wote hii itakuwa ni vita kweli kweli. Hao wote wanatarajia kuanza kwa wakati mmoja. Rafael Daudi nimeona akiwa anachezeshwa kama namba 10 kwenye mfumo ambao Lwandamina amekuwa akichezesha. Kwa anamchezesha juu kidogo. Kwa hiyo Shishimbi atakuwa anacheza nyuma. Lakini namna ambavyo wamekuwa wakicheza watakavyokuwa wanacheza Shishimbi na Kamusoko ni kama watakuwa wanapishana. Wakati mmoja anapanda, mwingine anashuka. Kwa hiyo Rafael Daudi atakuwa anasogea tu nyuma kidogo, alafu anakwenda kuanzisha mashambulizi mbele. Kwa hiyo Rafael Daudi atacheza nyuma kidogo ya Ibrahim Majibu na Donald Ngoma.
Haya, asante sana. Hapo tumemaliza kwenye safu ya kiungo. Kwenye safu ya kiungo kwa Yanga sioni kama kuna vita kubwa, yani zaidi ya hawa vita ambao nafikiri itakuwa upande wa Simba ndo kuna shida. Bana Heri Elimari anasema Simba lazima mkae. Haya sasa au nafikiri ni Simba lazima wakae. Fredrick Rendari anasema nawapata mlivyo jamani, ongereni sana Yetu Radio. Tunashukuru sana Fredrick. Wakati Emmanuel Daudi anasema Simba I say ngumu ngumu kidogo, anasema ngumu kumeza. Reim upande wa Simba hapa kuna kazi sasa. Na inabidi nikikupa nafasi ya kuwa mwalimu inabidi ukune kichwa kweli kweli sana. Hapo kuna kazi umekuwa umogi sasa. Ambavyo mimi naona atakachokifanya kesho atazingatia pia pamoja na uzoefu, hasa uzoefu wa kucheza hii mechi ya Simba na Yanga. Sasa kwenye namba 6 pale kwenye kiungo cha kukaba ninamuona anaingia moja kwa moja Mkude. Namba 6. Mkude atacheza namba 6 na atasaidiana kwa vyovyote vile na Mzamiru Yasini. Hakuna namna ambavyo kwa hiyo atakuwa wanasaidiana, na hiyo ni kwa sababu ya experience imeonyesha wakicheza pamoja wanacheza vizuri sana. Mkude ana kwanza ile leadership yake ndani ya uwanja na anawajua vizuri, anayajua madhaifu ya mabeki na anajua madhaifu ya mabeki wake. Kwa hiyo kama alivyosema Chief hapa, kama atacheza Salim Bonde moja kwa moja, sioni kama kuna option nyingine zaidi ya kumchezesha Mkude ili kuweza kukava zile mistakes ambazo zinakuwa zimejitokeza. Umeona? Na ile kwenye mchezo wa Yanga na Simba unahitaji zaidi mchezaji ambaye hauangalii mchezo wenyewe na pressure zake kama ulivyo, anaangalia zaidi namna ambavyo akiwa ametulia kwa utulivu mkubwa. Yeye ni mchezaji ambaye atakuwa ametulia zaidi kucheza, lakini vile vile akiwa ni mchezaji ambaye ni muhamasishaji mkubwa uwanjani. Umeona? Kwa hiyo naona yeye na Mzamiru wanakipiga pale katikati, piga namba 6 alafu mwenzake atacheza na namba 8. Haya bana, asante ingawa mimi na wasiwasi Mkude anaweza kaanzia benchi ujue. Akaanza nani? Kotei. James Kotei. Yaani nina wasiwasi sana yani. Ndio maana nimesema kwenye upande wa Simba Sports Club mwalimu kesho ana kazi ya ziada sababu humu ndani penyewe wachambuzi wangu wanateseka sana. Fitness ya Kotei yenyewe. Kotei amemaliza msimu uliopita akitoka namba 6 akarudishwa namba 5 na alicheza hapo na msimu huu pia ukiangalia kwenye mechi yao wakicheza na Rayon kama unakumbuka Mkude alianzia bench. Kwa hiyo inawezekana, lakini ninahisi kwamba inawezekana mwalimu akaamua kuwachezesha viungo watatu wote kwa pamoja, Mzamiru Yasin, James Kotei pamoja na Jonas Mkude. Kwa Haruna mnamweka wapi? Haruna anapanda juu. Inabidi hapa kuna mmoja ambaye atakuwa mshambuliaji anachezesha wawili sasa. Inawezekana. Haya, asante sana Emmanuel Daudi, umejishtukia kwamba imekuwa ngumu kumeza. Sasa umefanya marekebisho. Anasema Yanga lazima aibuke kidedea. Hapo safi. Hapo tumekwenda sambamba. Wakati Heri Elimari anasema mpo vizuri, tunashukuru sana. James Ezra na wewe tena umerudi kule ambapo ngumu kumeza. Bana Kevin Mbaga, safu ya ushambuliaji ya Young African kesho, ambapo watu wengi wamekuwa wakiipa nafasi Yanga kwamba iko vizuri zaidi kwenye safu ya ushambuliaji. Unafikiri mfumo gani utakuwa rafiki kesho kuwapa faida Yanga kwenye upande wa safu ya ushambuliaji? Na nani wanaweza wakatengeneza pacha nzuri kwa siku ya kesho? Naona kama kuna mabadiliko kidogo. Inawezekana Mistambo akaanzia benchi na badala yake anawachapa sana na badala yake inawezekana wakaanza na washambuliaji watatu. Upande wa kulia anaweza akacheza Ibrahim Ajib, upande wa kushoto Emmanuel Martin, na katikati akacheza Donald Ngoma, ambao nyuma yao ndo atakuwa anacheza Rafael Daudi. Kwa hiyo ninafikiri kwamba hivyo ndivyo ambavyo inaweza kuwa, kwa sababu vinginevyo basi inawezekana Emmanuel Martin akaanzia benchi ili ya Mistambo yaanze, ambapo hapo sasa maana yake ni kwamba Ibrahim Jibu atacheza kulia,
kushoto atacheza Donald Ngoma na katikati atacheza Mistambo. Ingawa naona kama Londamina amekuwa akijaribu sana kumtengeneza Ngoma safari awe anacheza katikati. Kwa hiyo inawezekana Emmanuel Martin, Ngoma na Ibrahim Ajib. Haya bana, tumalize kwa Simba Sports Club. Hasa ambacho nakiona hapo, naona kama ambaye anaweza kucheza. Jana tulikuwa tunazungumza sana kuhusu Mo Ibrahim. Yule mchezaji hatari sana. Umeona? Na anaonekana ndio mchezaji ambaye kwa kipindi hiki hata mechi za pre-season ameonyesha hata range yake na work rate yake uwanjani imekuwa ni kama 80% hivi plus. Umeona? Kuanzia jinsi anavyopiga pass zile anavyokimbia uwanjani, anavyojiposition, anakuwa ni mchezaji ambaye mimi nitamweka mbele ya Mzamiru baada ya Mkude na Mzamiru anakaa yeye pale katikati. Alafu upande wa kulia naona kama atacheza mwenyewe Emmanuel Okwi. Emmanuel Okwi atakaa upande wa kulia, wakati upande wa kushoto atacheza Nionzima. Nionzima atakuwa anazunguka. Unaona kama yuko kushoto, lakini wakati wanashambulia wanaenda kama Simba inamiliki mpira. Unaona Nionzima anacheza lile eneo lote la kushambulia kama namba 10 anazunguka yeye maeneo. Alafu namba 9 anacheza Mavugo Kichuya pamoja na unampa nafasi Mavugo, sio John Boko? Hapana. John Boko au baada ya kufunga magoli mawili kwenye mchezo wa Gulioni. Sio hivyo. Inaonekana kuna kitu amemshinda kidogo Mavugo, amemshinda John Boko. John Boko amepata nafasi nyingi sana kwenye hizi mechi za pre-season, lakini alishindwa kuzitumia vizuri. Umeona? Na unaweza ukamlaumu labda hajazoea mfumo na vitu vingine kama hivyo, lakini hauwezi kumvua lawama. Umeona? Anajua wajibu wake, anatakiwa kuwa mtulivu, amekosa utulivu. Sasa hii ni mechi ya Simba na Yanga. Anaweza kawa super sub akaja kuwasaidia kwa sababu ya uzoefu wake wa kuzifunga hizi timu mbili, na amekuwa akifunga pia Yanga, lakini sioni kama ataanza kwenye mchezo. Atakayeanza hiyo ulisema ndo tiketi yake ya kwanza kwa sababu anaifunga Yanga, si ndio? Okay. Kwa unawe haumpi nafasi Boko, si ndio? Mimi nampa nafasi ya moja kwa moja Boko ya kwanza sio Mavugo. Hapana, mimi ninavyoona Mavugo mchezo uliopita pia ameifunga Yanga. Ni kweli ameifunga Yanga, lakini ukilinganisha hivi, unajua Boko ndo mchezaji mwenye rekodi ya kufunga Simba na Yanga kuliko mchezaji yote Tanzania. Boko ameifunga Simba mara 18, akifunga Yanga mara 13. Kwa hivyo vilabu viwili peke yake ana goli kama 30 hivi au 31. Kwa hivyo kwa hiyo nafikiri kwamba na namna ambavyo ameletwa nimeona kama vile mwalimu Mog anataka kutengeneza pacha kati ya Boko na Okwi. Sasa sijajua mfumo atakaotumia hiyo kesho. Kama ataamua kuja na washambuliaji watatu, maana yake ni kwamba Okwi atatokea kushoto, Kichuya kulia, katikati Boko. Na ninavyoona ni kwamba Mavugo Mo Ibrahim hatacheza. Mo Ibrahim anaanzia benchi. Okay. Hiyo lakini ni mtazamo wangu. Bana Koni, ukiwa unaweka vizuri mitambo utakuja huku uniambie wewe kesho shilingi yako. Nakupa nafasi ya kipekee kama fundi mitambo hapo. Uje utuambie shilingi yako unaitupia wapi. Bana mzee wa namnam. Mzee wa namnam. Jiandae. Wakati Daudi Chande DC anasema Simba 3 Yanga 0. Full time Yanga. Haya bana. Hizi nyingine mimi na kuzimeza inakuwa ngumu. Zinajirekodi hizo unajua Siko hapa baadaye tutaziangalia hizo zinabaki hapo. Tutakuja kuangalia prediction. Huyu anasema Yanga timu ya wananchi hiyo, Yanga oye. Haya bana. Wakati Mizo Business anasema hongereni, mko vizuri. Tunashukuru sana ndugu yetu kwa heko yako hiyo ya kuhakikisha mambo yanakaa vizuri. Koni karibu sana. Koni njoo hapa na wewe utuambie. Nataka leo nimsikie Koni kibada akitupia shilingi yake mzee kwenye mchezo. Mzee wa namna. Wewe nafasi yako ni kusema tu bana unaenda kwa presenter. Bana wadau wanaokufuatilia hivi sasa, mimi nataka uniambie wewe kesho Simba na Yanga nani anaibuka na ushindi? Sogelea mic hapo wasikie. Kwa wapenzi wa wasikilizaji wa nani anaibuka na ushindi? Naona
Mimi naona zaidi tukaachie uhalisia uzuri. Hapana, wewe nimekupa kazi ndogo tu. Kati ya Simba na Yanga unafikiri nani ataibuka na ushindi au matokeo yatakueje? Naogopa kwa Mungu katika hili maana uhalisia ndio una nguvu zaidi kuliko. Nikisema Simba mpenzi msikilizaji kwa Facebook hapo. Afrika wa Yanga utaniona kama Una timu hizi mbili unashabikia timu gani? Haya sasa. Koli Kiara kwa timu hizi mbili hana timu yoyote na matokeo afikiri ya anasema tuache uhalisia utumike. Kitakachotokea ndio hicho. Sayansi kweli. Nyabenda anasema Yanga 2 Simba 0, Yanga oye daima mbele nyuma mwiko. Haya basi, upande wa pili nao wanasema nguvu moja. Sasa ngoja nicheze na wadau wetu hivi sasa. Nakupa nafasi ya kutuma ujumbe mfupi kupitia ukurasa wetu wa Facebook hapo na mimi nausoma haraka. Cheza na vidole vyako sasa, fursa yako hii. Makene Sanga yeye anasema jamani hongereni sana ila mimi nipo Nairobi lakini Yanga kapigwa by Sanga Makene. By Sanga Makene, ninashukuru sana kutoka hapo Nairobi huko na Kilambo Omega. Kilambo yeye ni shabiki wa wapi huyo? Yanga. Wa Yanga. Yanga damu. Man Kevin Mbaga anakumbuka sana. Sio mbaya ukiendelea kucheza katika ukurasa wetu wa Facebook hapo kutoa maoni yako, lakini pia wale ambao mnatufuatilia kupitia www.yetu.co.tz unatupata vizuri. Sogea kwenye Google Play Store pakua Yetu Media. Kumbuka hii ni Yetu Radio ikutangaza matangazo kutoka Temeke jijini Dar es Salaam, Tanzania. Tuko sambamba kabisa. Manuel Daudi leo umeamua kubaki nasi mpaka mwisho. Baki hapo ndugu yetu. Ulirekebisha kauli yako, nimekubali hiyo ya mwanzoni na ukaona utumie busara, inapendeza sana. Tumalize nafasi, jana tulizungumza pia. Namuona sana kama Lwandamina ni mwalimu ambaye amekuwa na utulivu mkubwa kuelekea pambano hili. Hajazungumza chochote. Sijui kuna siri yoyote Raidhan. Huu mchezo kama ambavyo nilisema jana. Lwandamina ni wale makocha ambao si wazungumzaji sana lakini wanatenda sana. Lakini vile vile pamoja na kwamba ana utulivu lakini huwa anasema au ni utulivu wa yani, uoga. Huwa anasema na akisema lakini yanakuwa ni maneno fulani hivi yenye kificho kikubwa sana. Yani huwa anasema na akisema anasema maneno machache lakini yale maneno yanakuwa yamecontain mambo mengi sana. Umeona? Ni kama mwana falsafa fulani hivi. Sasa ni vigumu kumuelewa mara nyingi kwa sababu unajua tena wa Tanzania tunapenda maneno, kocha mwenye maneno mengi na nini, lakini yeye hapendi maneno mengi. Yeye anataka aonyeshe kile ambacho anakifanya kwenye mazoezi, na sioni kama atazungumza sana kwenye hii mechi, labda baada ya mechi, na hata baada ya mechi unaweza kaona hata kuwa na maneno mengi sana. Yeye anauangalia mchezo kwenye ili ashinde mchezo. Yaani anajiandaa, anaandaa wachezaji wake kisaikolojia ili waweze kuushinda ule mchezo wenyewe. Na kwenye kufanya hivyo umeona haogopi kuchezesha mchezaji yeyote ambaye anaona anafaa kucheza mechi nyingine. Sisi huwa tunapanga vikosi. Lakini yeye hata siku moja hujamsikia. Yani hawezi kupangiwa kikosi gani atachezesha. Kwa hiyo ni mtulivu, na huu mchezo ana approach kiutulivu zaidi, na utaona ambacho kitatokea kesho. Itakuwa ni bonge moja la mechi, na utaona wachezaji wa Yanga wakiwa wametulia sana kuliko wachezaji wa Simba pekee. Meth Leather nimekuona, lakini pia Benson Lasia nimekuona pia, ukiweza kutoa maoni yako hapo kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Pia unatufuatilia kupitia Yetu Radio. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi hivi sasa utazama wingu la michezo linaendaje. Hili ni wingu la michezo kutoka Yetu Radio hapa Temeke jijini Dar es Salaam, Tanzania. Tuweka nukta, tutakaporudi hapa tutakuwa tunaelekea upande mwingine. Lakini Mbaga, kwa haraka, unafikiri mchezo huu unaweza mtu anaweza kaondoka kweli? Hamna tatizo. Baada ya mchezo. Hamna tatizo ondoka. Kweli? Tubeti.
Ila Mimi na na wasiwasi wasiwasi. upande Tuweke upande 20. fulani, ila sisemi upande gani, ila nina wasiwasi. Off mic nitakwambia nani anaweza kaondoka. Asante Ila sana. katika hao wawili mmoja yuko salama hata akipoteza, Lakini ila mwingine kuna mmoja Ana akipoteza hati. anaondoka. Na mimi na na wote wawili na mwenzake. Yeye na mwenzake. Hapana. mimi mwenyewe na mmoja yani. Huyo mmoja huyo. Sasa hao jamaa wananiambia mmoja afu wataka kuniambia ni mmoja huyo ni nani. Nitakwambia Nalo off mic. ni ngumu. Off mic. Ai, tutaniambia baadaye. Ahimidiwe Ismaili, asante. Sema tuko vizuri, tunashukuru sana. Nukta, tukirudi hapa tutakuwa tunatazama habari za mataifa mengine kwa haraka haraka. Tumekuwa na wigo mpana kutazama mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club na Young African. Baadaye mwishoni nitawauliza wa kitu tukiwa tunaondoka. Uendelea kutiririsha komenti yako, nitapita nayo hapa. Hiyo nini? Here's another one. Yeah. Touch. You are listening to Yetu Radio. Radio Yako. Tunakata Q Yako. Naam, msikilizaji, hii ni Yetu Radio. Nikukumbushe tu kwamba kipindi ambacho Uncle Chalaza, Frank Chazi Gibebe nakuwa nakiendesha ni kipindi cha Yetu Mseto kwa habari kemkem za kitaifa, kimataifa, biashara, uchumi, michezo na burudani na yale yaliyochomoza kwa siku nzima. Yetu Mseto ndio nyumbani kwake. Yetu Radio. Radio Yako. Tunakata Q Yako. Wewe mwenyewe hujijui ukiwa mtenda baba. Here's another one. Yeah. Touch. You are listening to Yetu Radio. Radio Yako. Tunakata Q Yako. Oliotia wana wa Uganda habari Tanzania mwiriwe amakuru watu wa Rwanda mwidiwe Burundi kule watu wa Sudani habari yenu. Hii ni Afrika Mashariki na isho na utakuwa na mimi kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 3:30 mpaka saa 6 usiku. Kwenye Afrika Mashariki show tutakuwa tunaangaza mambo yanayohusu utamaduni wa watu wa Afrika Mashariki, habari zinazohusiana na siasa, lakini uchumi na masuala mengine ya kijamii, lakini kubwa zaidi ni muziki wa Afrika Mashariki show, lakini tukiendelea kuzungumza kuhusu masuala yetu mengi tu yanayohusu Afrika Mashariki. Karibu sana. Ni mimi Rahim Ezekiel Biani. Yetu Radio. Radio Yako. Tunakata Q Yako. Umeamua kunitoroka. Unahisi kwamba You are listening to Yetu Radio. Radio Yako. Tunakata Q Yako. Hujapoteza kitu kubaki na sisi kwa mastori kemkem ya kimichezo yaliyochukua fursa kote ulimwenguni, lakini kikubwa tulikuwa tumejikita kutazama mtanange ambao yawezekana hivi sasa ndio unazungumzwa sana hapa Afrika Mashariki na Kati. Unajua Rwanda kule sasa hivi kuna jamaa mmoja alikuwa ananiambia bana tunausubiri mchezo huo kwa hamu kubwa. Hasa baada ya Haruna kule ni ana wapenzi wengi sana. Wengi wanasubiri kuona, lakini pia Simba na Yanga zina mashabiki kule. Burundi pia, Rwanda pia, Kenya pia, Uganda. Kwa hiyo Afrika Mashariki na Kati yote nafikiri hii ndio inaweza ikawa dabi kubwa kuliko zote. Hiyo halina ubishi. Dabi kubwa. Alafu Yanga unajua na mashabiki wengi sana Rwanda. Rwanda. Mpaka rais wa nchi. Kagame ni shabiki wa Yanga sana. Okay. Shabiki mkubwa wa Yanga. Na Arsenal. Uko sasa matatizo. Sasa nikwambie kitu. Sasa hivi ni Julius Mtatiro
Nikamuuliza wewe unashabikiaga timu gani kati ya hizi mbili? Ametoka nduki vibaya. Mimi na ugonjwa wangu unanimaliza sasa hivi. Arsenal sitaki shida huko. Huku sitaki kuongeza tena matatizo. Okay, asante sana. Ahimidiwe Ismail anasema kesho lazima Simba watashinda, maana combination ya Simba iko vizuri kwa msimu huu. Alawi Hamisi Singano anasema Yanga anashinda. Yote hayo ni ya kwenu wapenzi na mashabiki. Alafu bado unajua kwenye mchezo huu baada ya matokeo yale aliyeumia usiku aga kupata chakula wewe inakuwa ngumu sana kwa mashabiki kuonyesha kwamba watu na mapenzi na hizi timu. Bana twende moja kwa moja kwenye habari za michezo kimataifa baada ya kutumia muda mrefu kutazama mtanange huu na nafikiri ni muhimu. Na mashabiki walikuwa wanapaswa kujua kesho tutakuwa na mambo mengine kabisa. Kesho tutakuwa na mjadala mwingine baada ya matokeo. Narudi hapa na labda tu nimwambie mdau anayetufuatilia tutakuwa hapa kumhabarisha kinachotokea katika mtanange huo, au sio? Twende kwa Korembia. Bwana, kwenye kachumbari za michezo kwenye tetesi ziko nyingi sana, lakini kuna chache tu ambazo tumewaandalia wasikilizaji wetu na watazamaji wetu. Paris Saint-Germain wanakaribia kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa Monaco Kylian Mbappe mwenye miaka 18 na Fabinho. Kuna Fabinho pia anaongezeka hapo. Kwa hiyo kwa jumla kwa pamoja watagharimu kiasi cha paundi milioni 200. Wale jamaa hizi pesa hizi zinatokaga mfukoni tu zinatoka mfukoni, alafu hawakai kwenye bodi. Wao wanakwenda lakini mahali pa hatari kwa sababu ya ile financial fair play itakuja itawabana mahali kwa sababu unatakiwa uuze au yani mapato yako yatokane na mpira ili uweze kutumia. Sasa kama umeshatumia 195 na nyingine hapo sasa. Kiungo wa Real Madrid Mateo Kovacic mwenye miaka 23 amekubali kwa kauli moja kujiunga na Liverpool kuziba nafasi ya Philippe Coutinho ambaye inaelekea anaondoka zake kwenda Barcelona. Wakati huo Diego Costa shambuliaji wa Chelsea mstaafu, sijui unaweza kusema ameambiwa na Atletico Madrid atafute suluhu na Chelsea. Atafute suluhu na Chelsea kwanza kabla ya kununuliwa kwa paundi milioni 25. Umeona na jambo lingine kwamba Manchester City wanakaribia kukata tamaa ya kumsajili beki wa West Brom John Evans mwenye miaka 29 na badala yake watapanda dau la paundi milioni 20 kumtaka beki wa Middlesbrough Benny Gibson. Lakini Tottenham wanajiandaa kupanda dau la paundi milioni 20 kumtaka kiungo wa Everton Ross Barkley mwenye miaka 23 ingawa wanakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa Chelsea. West Ham United tayari wanatafuta kocha wa kuziba nafasi ya Slaven Bilic ambaye amekuwa na mwanzo mbovu kwenye msimu huu na pengine akaondoka mapema sana. Na mwanzo mbovu. Bayern Munchen wanafikiria kumsajili mshambuliaji wa Paris Saint-Germain Julian Draxler ambaye hatima yake iko mashakani baada ya kuwasili kipenzi cha Wenger. Bwana. Baada ya kuwasili kwa Neymar. Draxler pia anatakiwa na Arsenal, Liverpool na Manchester United. Meneja wa Leicester City Gray Shakespeare amesema hatima ya Riyad Mahrez mwenye miaka 26 na Dan Drinkwater kunywa maji pengine haitafahamika mpaka siku za mwisho za dirisha la usajili. Kwa hayo machache msikilizaji. Naam, asante sana Rahim Viane kwa hayo machache ambayo tumeweza kuwa nayo. Bana leo tumeupa nafasi kubwa mtanange. Tumeupa heshima yake. Mtanange wa watani wa jadi wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club na Da Young African. Na labda tu ni malizie na wale wadau ambao wako nasi. Huyu anamaliza anasema Yanga wateja wetu asante. Wakati Alawi wa Misingana anasema kesho mpira utaisha 0-0 mshindi atapatikana kwa penalty. Asante sana, hayo pia ni maoni yako. Wote ambao mmekuwa nasi ni washukuru sana. Tumekuwa pamoja kabisa. Sasa cha kufanya hivi sasa ukiwa unanifuatilia moja kwa moja, sogea kwenye Google Play Store, pakua app ya Yetu Media. Hii unaweza ukasikiliza muda wote
popote pale ulipo vipindi vyetu, lakini pia unaweza ukasogea kwenye www.yetu.co.tz ama unaweza nimeshasema ukapakua, lakini pia cheza hapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook, alika marafiki, like ukurasa wetu wa Yetu Media, sogea kule Instagram Yetu Media, Twitter ni Yetu Media, lakini pia YouTube kule kwa vipindi vyetu mubashara kabisa ni Yetu Media. Kuna mengi sana ambayo huwa tunakuandalia kuanzia ile saa 12 mpaka muda huu. Tukiwa tunamaliza, Imani Kevin Mbaga, kesho unafikiri nani ataibuka mbabe? Shilingi yako kwenye mchezo huu. Kwa mara ya kwanza napata kigugumizi juu ya huu mchezo kabisa. Hauweki chochote kile. Nafikiri Yanga nawapa asilimia kubwa kidogo kuibuka na ushindi. Kidogo. Nawapa asilimia 50.5. Remvian, Simba anashinda goli 2 bila. Okay. Na mimi pia ngoja naruhusiwa. Kuweka shilingi. Weka. Bana, mimi kesho nampa nafasi Simba Sports Club kuibuka na ushindi wote ule. Kwa hiyo ni mimi peke yangu ndo nimetoa ushindi kwa Yanga. Right. Asante. Sasa tusubiri kesho, mimi nafikiri. Basi tumemaliza hapo. Raima na wasiwasi. Unataka kuhama? Mbona hujiamini? Hapa tutakaa kwenye kipindi kesho. Wote tutakuwa kimya. Mbona hujiamini? Yeye ndo ataendesha kipindi, yeye ndo mchambuzi. Bana, mimi nikushukuru sana kwa kuwa sambamba nasi kwenye www.yetu.co.tz, lakini pia kupitia app yetu ya Yetu Media umeweza kusikiliza Yetu Radio vizuri kabisa. Jina langu naitwa Frank Charles Gibebe, kwa niaba ya mwenzangu Imani Kevin Mbaga ambaye ametoa shilingi kwa Young African kesho kuibuka na ushindi, na Raim Viane ambaye ametoa shilingi yake kwa Simba Sports Club, na mimi mwenyewe ambaye nimetoa shilingi yangu kwa Simba Sports Club kuibuka na ushindi. Tunakutakia usiku mzuri usiokuwa na bugdha wala mushkiri aina yake usiku wa leo. Endelea kubaki nasi. Burudani ya muziki inafuatia. Kumbuka hapa ndio nyumbani. Yetu Radio, tunakata kiu yako. Asante sana.